Amen. Amen. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, mfalme mwema, mwokozi wetu, ninalibariki sana na kulitukuza jina lako. Wewe ambaye ni Alfa, wewe ambaye ni Omega, Jehova. Tunakupenda, ndiyo maana kwako tunasema ndiyo Bwana. Hatuna aliye kama wewe, tumaini letu, mfalme mwema, mtakatifu, wewe uliye Baba, mwokozi wetu. Nijalie mtumishi wako katika kulinena neno lako sawa sawa na jinsi ambavyo Baba umelikusudia. Wasikilizaji wangu wa Tunduma FM, lakini pia na watazamaji wangu wa Ebeneza TV, na kuhitaji mwaminifu uwe pamoja nami. Nifunike Baba kwa uwepo wako, katika jina la Yesu nikiomba na kuamini. Yote haya ni kwa utukufu wako. Sipi nafasi nguvu za giza. Ninaharibu hiyo mitandao na kuivunja kwa mamlaka niliyopewa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea heshima na adhama kwenye kiti chako cha enzi, nikiomba Baba na kuamini. Yote haya ni kwa utukufu wako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeongozana na mtumishi hapa. Karibu jitambulishe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Yusufu Yeremia Mwegaga. Kwa wasikilizaji wetu wa Tunduma na FM, mnaweza pia kutupata online kwenye YouTube channel yetu kwa kuandika Ebeneza TV. Ebeneza ile ya Kiswahili. Kwa kufanya hivyo basi utapata mafundisho na mahubiri ambayo yote ambayo mwalimu Yeremia Ebeneza Mwegaga amekuwa akiafundisha mahali hapa. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa mwalimu Yeremia Ebeneza Mwegaga. Mimi ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ninataka tujifunze, wewe msikilizaji wangu wa Tunduma FM, lakini pia wewe mtazamaji wangu wa Ebeneza TV. Nataka tujifunze. Somo la leo ni msamaha wa mtu. Msamaha wa mtu kwa wengine unampa maisha mazuri hapa duniani. Msamaha wa mtu kwa wengine unampa maisha mazuri hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si jambo jepesi ambalo nahitaji kujua. Kati ya kitu ambacho kimeleta mtafaruku mkubwa duniani ni namna ambavyo hawezi kusamehe. Kwa hiyo ukikaa kwenye dunia hii, ukitaka kuishi vizuri, lazima mbebe jambo la msamaha. Lakini usipokuwa na jambo la msamaha ndani yako, dunia hii utaiona ni chungu. Kwa sababu ndani yako kama huwezi kusamehe, ina maana hakuna ambacho kitakuja kwako utakiona hiki kiko sawa. Amen. Kwa kuwa kila kitu ili uishi hapa duniani lazima uwe na msamaha. Kwa hiyo usipoweza kusamehe, madhara yake ni makubwa sana. Mwingine hawezi kunielewa. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu zimeshindwa kusamehe. Lakini watu wengi hawasemi na baba yao, hawasemi na mama yake, hawasemi na watoto wake. Ni kwa sababu tu neno hili, msamaha. Kwa hiyo ni kitu ambacho unahitaji kujua sana, msikilizaji wangu wa Tunduma FM na mtazamaji wangu wa Ebeneza TV. Kwa kuwa msamaha umebeba kitu kikubwa sana ambacho kitakufanya uwe vizuri na uwe fresh hapa kuishi hapa duniani. Mwingine hawezi kunielewa. Uwe na uhakika, kama huwezi kusamehe, ni kwamba ndani yako kama na taraji kwenda mbinguni, hauwezi kwenda mbinguni. Kwa sababu kwenda mbinguni kunategemea namna ambavyo yule unayemuona, kama huwezi kumsamehe, uwe na uhakika mbingu kwako imekuwa ni kitendawili kikubwa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake ukishindwa kubeba msamaha, una hasara kubwa sana. Mwingine hajanielewa.
Kichwa cha somo au somo la leo ni msamaha wa mtu kwa wengine unampa maisha mazuri hapa duniani. Kwa hiyo kama huwezi kuwa na msamaha, ni kwamba ndani yako unatengeneza uchungu kwenye moyo wako. Kwa hiyo kuna watu hawajasamehe, wamepata BP na wamekufa. Kuna watu hawajasamehe, wamepata magonjwa ambayo yanafanya mapepo yakae ndani yao, ambayo hawezi kusamehe. Mimi ni mtumishi, ninaenda sehemu mbalimbali na kuwaombea watu. Unakuta mapepo yanalalamika, yanasema ni kwa sababu niliingilia kwenye kutokusamehe, ndo niliingilia kwenye hasira ambazo aliwekeza sehemu fulani. Kwa hiyo ndo maana nimekaa humu, niko kihalali. Kwa hiyo ukitambua hicho kitu, ni kwamba ndani yako hakiwezi kukusumbua. Mwingine hawezi kunielewa vizuri, lakini ucheki Yesu alichosema kwenye neno lake. Mathayo 6 ule mstari wa 14. Mathayo 6 ule mstari wa 14 na 15. Neno la Mungu linasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. 15 inasema, bali msipowasamehe makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kitendo cha kutokuwasamehe ni kwamba anasema Baba yenu wa mbinguni hawezi kuwasamehe. Kwa hiyo hawezi kukusamehe na wewe, kwa kuwa umeshindwa kusamehe. Lakini unavyosamehe ni kwamba kuna matokeo ambayo unayoyapata kwako, ambayo yako fresh. Safari yako ya kwenda mbinguni na kuimenyoka. Lakini ukiweka kutokuwasamehe wale wanaokuuzi, wale ambao wanakukosea, kwa sababu kama utashindwa kuwasamehe, usijaribu kujitangaza sana kwamba umeokoka, kwa sababu huna chochote cha kufanya kwamba ina maana hapa ngoja ni forgery hivi, kwa sababu ni vita ambavyo umekaa hapa duniani kwa muda ambao Mungu anakupa. Na kama ukibeba vitu vya watu, kama ukibeba kile ambacho huwezi kusamehe, ni kwamba uwe na uhakika kwenye maisha yako yako hatarini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukicheki hiki ambacho kinasema, anasema kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao. Kwa hiyo usipowasamehe watu, ni kwamba ndani yako umetengeneza matokeo ya Mungu kutokusamehe na wewe. Kwa hiyo kuwasamehe watu natengeneza njia ambayo kwa Mungu inakuwa ni salama, kwako inakuwa ni faida kuishi hapa duniani. Lakini kama huwezi kusamehe, uwe na uhakika ni shida tupu, kwa sababu kama naeleza 15 anasema, bali wasamehe makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Kwa hiyo ni matokeo ambayo unahitaji kucheki. Najaribu kukupa kitu, nakupa kitu ambacho unahitaji kufahamu. Uliye mwana wa Mungu, nataka ufahamu wewe ambaye hujaokoka, kwamba manake nini juu ya kutokusamehe. Kama huwezi kusamehe, wengine wanasema hatuwezi kusema na baba, wengine wanasema hatuwezi kusema na mama, wengine wanasema hatuwezi kusema na mke wangu, wengine wanasema hatuwezi kusema na watoto wangu. Kwa nini? Kwa sababu kilichotokea hapo ni kwamba ni kutokusamehe. Alafu okay, hujasamehe. Kinachokuja kwako ni nini? Ni pressure, magonjwa, BP, hali mbaya. Kwa hiyo unahitaji kucheki na kufahamu maana yake nini juu ya msamaha. Kama ukitaka kwenda mbinguni, lazima uwe na msamaha ndani yako. Amen. Kama ukitaka kwenda mbinguni, lazima uwe na msamaha. Amen. Lakini kama unataka kuishi vizuri hapa duniani, neno la Mungu linasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, kwa sababu amani yako inahitajika.
Bidii yako ya kutafuta amani inahitajika. Kwa hiyo kama huwezi kutafuta amani kwa watu, kama huwezi kutafuta amani kwa bidii, ni kwamba ndani yako uwe na uhakika kuna mazingira ambayo adui ataingiza vitu vyake na huwezi kwenda, kwa kuwa kinachotegemea kwako ni msamaha unavyowasamehe watu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nazungumza wewe na wewe mtumishi ambaye unasema ninaenda mbinguni, lakini huna msamaha. Huna msamaha. Uwe na uhakika na kazi kubwa, na unahitaji dawa ya msamaha ni kubadilika, kuwasamehe watu. Bila hivyo ni kwamba hauwezi kufanya hivyo vitu ambavyo haviwezi kukupa matokeo, kwa sababu ndani yake ukicheki ile Luka 23 ule mstari wa 34, Luka 23 ule mstari wa 34, neno la Mungu linasema, Yesu akasema, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendaro. Wakagawa mavazi yake, wakapiga kula. Yesu alikuwa anaongea juu ya vile ambavyo walikuwa wanamsulubisha, vile ambavyo walikuwa wanafanya ambavyo si afya kwa mtu, lakini wao wanavyofanya vile ambavyo walikuwa ni watu ambao wenye wafarume, lakini walichokifanya ni kwamba, cheki Yesu anachowaelekeza. Yesu anawaambia, anatuambia, akawaambia wale kwamba, akamwambia baba yake, akamwambia Mungu, akasema, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendaro. Wakagawa mavazi yake, wakipiga kura. Kwa nini? Hawakuwa na msamaha. Lakini cheki ambacho kinachotolewa, Yesu amevuliwa nguo, alafu anaambia wasamehe hao. Kwa nini? Wamemvua nguo kwa lazima, alafu wanapiga na mnada, wanauza kwa mnada, nani anafika bei kubwa ili auzwe. Kwa nini? Ni kwamba, lakini yeye aliachilia msamaha pale pale, akamwambia Baba wasamehe, maana alijua kwa baba yake kuna mazingira ambayo wanaweza kukwama. Alafu akawaombea kwa Mungu, akawaambia Baba wasamehe, maana hawajui watendaro. Amen. Sasa ndani yako kama umetengeneza wewe mazingira ambayo huwezi kusamehe, ni kwamba ndani yako unajiwekea mazingira ambayo ni magumu kwenye utumishi wako. Unajiwekea mazingira magumu hata kama hujaokoka. Umejiwekea mazingira magumu. Kwa nini? Kwa sababu kutokusamehe, huo ni kitu ambacho kinabeba kitu ambacho moyo hauwezi kubeba. Kwa nini? Kwa sababu unategemea moyo, unataka uwe mweupe. Moyo hautaki mazingira ambayo umejaza. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako inategemea wewe ni nani. Kama huwezi kusamehe, Yesu aliwaambia hata kama wamemvua nguo zote, lakini akawaambia okay, ninyi pigeni huo mnada, lakini anasema mimi wasamehe hao, anawaombea msamaha. Umefikiri namna ambavyo ilivyo kaka na dogo, lakini pia kwenye familia unakuta watu hawasemi, alafu ni kwamba ni matokeo ya kuona kwamba ni kama namkomesha. Hakuna kukomesha, kwa sababu dunia hii ukitaka uishi vizuri lazima ndani yako bebe msamaha wa kusamehe. Acha watu wakuchukie, lakini ndani yako kibeba msamaha, ni kwamba unatengeneza matokeo mazuri, unatengeneza maisha yako mazuri, unatengeneza tension yako ya kukaa vyema hapa duniani na kukaa kwa kuwa ndani yako unasamehe. Mwingine hawezi kunielewa. Samueli wa kwanza ule mstari, Samueli wa kwanza 24 ule mstari wa 4 na wa 5, lakini pia tutasoma na wa 11. Neno la Mungu linasema, nao watu wa Daudi wakamwambia, tazama, hii ndiyo siku ile aliyokwambia Bwana, angali nitamtia adui yako mikononi mwako, nawe utamtenda yoyote utakayoona kuwa mema. Basi Daudi akainuka
akaukata upindo wa vazi lake kwa siri. 5. Lakini alafu moyo wake Daudi akamchoma kwa adui, amekata upindo wa vazi lake Sauli. 11. Tena baba yangu, tazama, tafadhali tazama upindo wa vazi lako mkononi mwangu, maana ikiwa nimekuta upindo wa vazi lako nisikuue, ujue na kuona ya kuwa hakuna uovu wala kosa mkononi mwangu, wala sikukukosa neno, ingawa wewe unaniwinda roho yangu ili kuikamata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umefikiri namna ambavyo ilivyokuwa, kwa sababu Daudi alikuwa anawindwa na Sauli. Alafu Sauli, yeye Daudi akawa wala moyo wake uko salama, wala hana shida na mfalme. Lakini mfalme ambaye aliitwa Sauli alikuwa anamuwinda muue Daudi. We cheki kilichotokea. Mungu akamwambia hakuna shida, adui wako nitamkamata, atakuwa mikononi mwako. Amemwinda Daudi, anamuwinda Daudi, amefika sehemu akalala. Afu Daudi akaenda kakata kitambaa cha nguo yake aliyovaa. Alafu bado akaendelea kumuzia, bado akaendelea. Lakini mwisho huo mstari wa 11 anasema yeye alivyoona hicho akawambia, sasa tazama, mimi baba ningekuwa nimesha kuua, pindo lako nimekata hili hapa, lakini sikutaka kukuua, lakini wewe unanitafuta kuniua. Umefikiri namna ambavyo Daudi alibeba msamaha. Yeye anawindwa lakini hana shida. Na ndiyo maana unakuta jinsi unavyoeleza, nasema watu wa Daudi, na akawa anafanya mazingira yale ya kumuona kama ina maana ni kama matokeo haya hayatakuwa sawa. Lakini Daudi yeye akamkuta amelala, amechoka, amemuwinda, amelala, alafu akakata nguo yake. Kwa nini? Ameachilia msamaha, anamtafuta kumuua. Na unaona Sauli anaanza kuona ni kama kwa kweli, mwanangu nisamee. Namna ambavyo ukisoma yote hapo, ukisoma Samueli wa kwanza ule mstari, Samueli wa kwanza 24, ukisoma ukianzia mstari wa 4 ukishuka mpaka 20 pale, utaona hicho kitu ambacho kipo kwake, kwa sababu ndani yake anatengeneza matokeo ya kile ambacho unahitaji kukipata kama mwana wa Mungu. Unahitaji kupata kuwa na msamaha. Lakini yule ameghadhibika, ambaye alikuwa ni Sauli ambaye ni mfalme. Lakini Daudi akamwambia hakuna mimi kinachoweza kunifanya, kwa kuwa ndipo 11 akamwambia mimi ningeamua kukuua, ningekuua hapo vile ambavyo nilikuwa nakukata wakati umelala. Kwa nini? Daudi aliachilia msamaha. Hata kama kuna watu wangapi wanakuchukia, hata kama ndani yako unaona ni kama wamekukosea na wamekuuzi sana, hata kama unaona wewe ni kama una haki sana, hata kama unaona ni kama wamekuonea, lakini mimi nakwambia kupitia jina la Yesu, maana lazima ukitaka ukae vizuri hapa duniani, lazima uachilie msamaha, lazima uachilie msamaha. Kuna shida gani ambayo imekamata? Hata kwenye ndoa hakuna msamaha, hata kwenye familia hakuna msamaha, kwa sababu mnachokifanya sio kitu cha Mungu. Mnachokifanya ni kitu cha shetani ndani ya mtu. Kwa hiyo kama unafanya kitu cha shetani ndani ya mtu, ni kwamba anayewakilisha mahali hapo ni kwamba ni adui, ni shetani. Kwa hiyo kama anawakilisha shetani, uwe na uhakika Mungu anasema hawezi kukusamehe kama na wewe huwezi kuwasamehe watu. Hawezi kukusamehe kama na wewe una visa na watu. Uwe na uhakika ndani yako huwezi kwenda mbinguni, na hapa duniani huwezi kuishi kwa raha. Bwana asifiwe. Amen. Huwezi kukaa kwa raha. Daudi anawindwa ili akamatwe, ili auawe.
lakini ndani yake anatengeneza matokeo ya kile ambacho anaona kwamba mimi ndani yangu nimebeba msamaha. Anasema siwezi kukuzuru, wewe ni mtumishi ambaye ni mfalme ambaye mimi siwezi kukuzuru. Alafu anaachiria, anaona bado anamuwinda, lakini yeye amesamehe. Cheki ambavyo Mungu alimwezesha mpaka akamlaza yule Sauli, akaenda mpaka kukata kile kitambaa. Ghafla anajishangaa, mazingira yake hawezi kwenda. Alafu anamwambia okay, ningeamua kukuua, ningekuwa nisha kuua, lakini cheki kitambaa nilichokata kwako. Anaanza kujitetea, kwa nini Daudi? Kwa nini Daudi? Ina maana ni kile ambacho ameona akae vyema, hata kama kuna adui wake ambaye ni mfalme, kuna adui wake ambaye ni mtu mkubwa kwenye nchi ya Israeli, lakini akaamua kuacha kimya. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake ya Daudi alikuwa amebeba msamaha, yeye ameshasamehe. Alafu yule anamtafuta. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiona kuna watu ambao wanakutafuta na wanakutakia vitu vibaya na kukutafuta kwa namna yoyote ambayo ipo, lakini wewe ndani yako achilia msamaha. Amen. Kwa sababu msamaha ni mwisho. Amen. Bila hivyo uwe na uhakika ni kwamba ndani yako huwezi kuishi vyema hapa duniani, kwa sababu duniani panahitaji moyo wako, unahitaji upate raha, moyo wako unahitaji kukaa namna ambavyo ukae kwa namna ambavyo ya kuenjoy, sio kukaa kwa kuwa na hofu, sio kukaa kwa kuwa na pressure, sio kukaa kwa kuwa na maBP. Kwa nini? Kwa sababu umembeba mtu. Kama umeona imeshindikana, okay, muombe kwa Mungu ili aweze kubadilika. Kwa sababu nasema ndani ya kumchukia mtu sio utumishi. Ndani ya kumchukia mtu ina maana hakukupi kwenda mbinguni. Kama Mungu amekataa kwenye Mathayo, amekataa, amesema kama msipowasamehe watu makosa yao, na mimi sitakusamehe. Kwa hiyo kama hata kusamehe, uwe na uhakika ni kwamba mbinguni huendi. Kwa hiyo ndani yako angalia namna ambavyo unahitaji kubadilika. Msamaha ni jambo la maana. Msamaha ni jambo ambalo linakupa matokeo mazuri. Msamaha ni jambo ambalo linakupa kitu freshi ambacho utaenda kukaa hapa duniani, utakaa kwa raha na starehe. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako unaachilia kila kitu. Umefikiri watu wanakuja, labda saa nyingine wanakuja kwako, okay, shetani ametuma mashambulizi kuja kwako, ghafla na unaanza kurudisha kwa jinsi ya mwili, ukijua ndi utumishi, ukijua ni namna ambavyo unahitaji kucheki na kuangalia maana yake nini juu ya kuwepo hapa duniani, na unahitaji ukae kwenye mfumo gani, kwa sababu yeye mwenye maisha yako ni Mungu. Kwa hiyo kama Mungu ndio mwenye maisha yako, uwe na uhakika ndani yako unachotafuta haki. Ina maana ndio maana wakaweka polisi wakaweka polisi, serikali ikaweka mahakama, polisi. Kwa nini? Kwa sababu ya vile ambavyo watu hawasameani. Watu wakaweka heki, watu wakaweka mahakama ya nani mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu namna ambavyo watu hawezi kusamehe. Kwa kitendo cha kutokusamehe akikuondolea tu yule unayemchukia, lakini kitendo cha kutokusamehe ni kwamba kinakuletea matokeo ya kile ambacho huna raha. Kwa nini? Hutaki kusamehe. Kwa nini? Wewe sio mahakama. Kwa nini? Wewe sio polisi. Kwa nini? Wewe sio chochote, kwa sababu mwenye chochote ni Mungu. Amen. Umefikiri okay, umeenda mahakamani, okay, wamekushinda. Alafu ghafla okay, yule amechukia, alafu wewe umefurahi. Kwa nini? Kwa sababu ni matokeo ambayo Mungu anahitaji watu ambao ukitaka kukaa vizuri hapa duniani lazima uwe na msamaha. Alafu pia hata mwili wako, mwingine amekonda kwa sababu hana afya nzuri, kwa sababu hasamei. Kwa nini? Kwa sababu umebeba watu wengi, umebeba watu ambao huwezi kujitwisha. Kwa nini? Kwa sababu shida iko hapo, huwezi kujitua. Kwa nini? Kwa sababu hutaki kusamehe. Mwingine hawezi kunielewa. Matendo 7 ule mstari wa 59 na 60.
Matendo 7 ule mstari wa 59 na 60, neno la Mungu linasema wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Umefikiri Stefano anapigwa na mawe, alafu anaombea kwa Mungu, hawa wanaonipiga na mawe, Baba, usiwahesabie dhambi. Wewe wamekuuzi tu, labda wamekunyima tu, ni kitu ambacho labda ni kitu ambacho umekorofishana, ni kitu cha kawaida kabisa ndani. Alafu ghafla huyu alikuwa anapiga na mawe Stefano, wanapiga na mawe, lakini anamwambia Baba, anamwambia Mungu, usiwahesabie dhambi hii, usiwahesabie dhambi hii, kwa kuwa ndani yao anasema, yani umsamee kabisa. Anapigwa mawe Stefano mpaka mauti, lakini anamwambia Mungu, usiwahesabie dhambi. Kwa nini? Ndani ya Stefano kulikuwa kumejaa msamaha. Ndani ya Stefano kulikuwa kumejaa msamaha ambao anawasamehe. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako nani amekupiga na mawe? Nani amekupiga na vitu ambavyo labda amekuchoma labda na mikuki, lakini huwezi kumsamehe? Haya, Stefano alipigwa mawe, alafu akawaambia, msimhesabie dhambi, usiwahesabie hao, maana walikuwa ni kundi kubwa, na Mungu alivyo mwaminifu hawezi kuhesabia. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake anatengeneza matokeo ya kile ambacho unachoomba. Ndio maana mwingine hawezi kuelewa, lakini unahitaji kufahamu sana hivi vitu. Usikae tu kwamba mimi mtumishi, lakini hakuna msamaha. Ukiona umezidiwa, nenda mlimani. Ukiona umezidiwa, tenga siku, tenga hata masaa, nenda kuomba kama unashindwa kusamehe. Kwa sababu kuna mazingira ambayo yapo, mwingine hawezi kunielewa. Kuna mtu mmoja niliwahi mfungulia, akaja akaokoka, alafu nikamfungulia duka, nikamwambia uze, na akauza. Wakati alikuwa hajaokoka, alikuwa ni mwizi, lakini nikamwambia hamna shida. Mimi nikamfungulia duka, akaanza kuuza. Mwisho wa siku akamwambia, hapana, mimi mtumishi, nataka hela, nataka utanipeje? Nikamwambia, endelea kuuza, kwani kuna changamoto gani? Endelea kuuza, chukua hela za kula. Nikamfungulia duka, jitegemee yeye, duka la kwangu, lakini nasimamia yeye. Akawa mtumishi, yani hapa haitawezekana, sijui na wakati tayari sasa. Mwisho akasema, mimi siwezi, basi ninaomba basi tuweze kuachana. Tukasema sawa, akaacha. Tukahesabu, tukaambia umezalisha kiasi kadhaa hiki, lakini kiasi kichache ambacho umezalisha. Alafu akasema mimi naacha. Tukasema sawa, haya, natakiwa tukulipe shilingi ngapi? Tukamlipa hela aliyosema, tukamlipa. Ghafla akaja kanunua gari. Mwingine hawezi kulielewa. Msamani mzuri sana. Mimi nikanyamaza kimya, wala hakuna chochote. Kwa nini? Kwa sababu ninatambua matokeo. Alishamwacha Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumtoa kwenye matokeo yale ili kumleta kwenye matokeo ya Mungu, lakini akaamua kuchomoka. Hana Mungu, alichakimbia. Kwa nini? Kwa sababu tunimwachia duka kubwa, lakini sisi wala hapakuwa na shida. Tulimsamehe, tulikuwa msamehe, kwa sababu ndani yetu tumebeba msamaha. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye utukufu, hakuna aliye kama wewe. Tunalibariki sana na kulitukuza jina lako, wewe ambaye Baba ni Alfa, wewe ni Omega. Tazama juu ya watu hawa, wasikilizaji wangu wa Tunduma FM na wasikilizaji wangu wote ambao Baba wanaotusikiliza na watazamaji wa Ebeneza TV. Baba, achilia moyo wa kuwasamehe ndani yao, ili Bwana waweze kuachilia msamaha katikati ya kile ambacho kimewauzi. Pokea sifa, utukufu,
heshima na adhama ni kwako uliye mwema, katika jina la Yesu nikiomba na kuamini yote haya ni kwa utukufu wako. Jalie kanisa lako ili Baba liweze kusamehe kwa damu ya Yesu. Namba yangu ya simu napotaka msaada 0753 697 281 0753 697 281. Namba nyingine 0799 367 281 0759 367 281. Mungu awabariki sana. Amen. 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 Amen.